Nadhani ni utaratibu ambao ulikuwa hujawekwa. Kwa nini sasa waseme tutampima na tarehe imetoka, lakini inapokuja siku yenyewe baada ya kuletewa ile listi mmekataa? Kwa sababu hata kwenye ile mechi iliyohairishwa TFF baadaye wakasema Yanga kwamba watu fulani wajiuzulu. Tumeshuhudia pia watu wakijiuzulu. Yes. Dabi kapigwa. Of course ukiachana na kwamba Yanga walishinikiza viongozi wajiuzulu na of course wamejiuzulu. Hapo utawasifu kutokana na kwamba walichokuwa nakipambania kilikuwa sahihi. Na viongozi wao walionyesha ushupavu wa namna gani ambavyo wanaweza kusimamia kile ambacho wanakiamini kwa maana ya misimamo. Lakini ukija katika sakata la Jenin, of course TFF walikosa mwongozo ambao unaongoza wao kuweza kuwapima wachezaji. Ni mwongozo ambao walikuwa hawajauweka na kuupitisha. Sasa uwezo ukafanyia maamuzi kitu ambacho hujakiweka katika utaratibu, utakuwa unaikosea kanuni ya ligi. Kwa hiyo walichokifanya TFF kutokana na kwamba ni tuma ya kwanza imekuja, sio kwa upande wa hapa kwa ligi yetu ya wanawake. Sawa, na mkawapelekea barua. Imekuja tuma ni kwa mara ya kwanza. Barua imekuja na wao wakataa kuthibitisha. Lakini baadaye zikaja tuhuma za wachezaji wengine 15 kupimwa. Sasa walichokifanya hao TFF ni kwamba kwa kuwa walikuwa wana muongozo, wapitishe muongozo kwa ajili ya msimu unaokuja ili sasa wachezaji wote wanaoshiriki ligi ya wanawake waweze kufanywa vipimo vya uchunguzi ili kubainisha kwamba je, jinsia zao kweli zinawaruhusu kucheza mpira wa wanawake ama kuna watu ambao wanafoji. Of course hizo mambo za kufoji zipo. Sisemi kwamba imetokea hapa katika ligi yetu. Watu wanafanya sana. Lakini kama kutakuwepo na huo utaratibu, it means kwamba itawasikia pia hao ambao wana nia ya kuingiza wachezaji ambao wana jinsia tofauti na jinsia za kike kuweza kucheza katika ligi yetu. Kwa hiyo itakuwa ni miongoni mwa kitu ambacho kimeweza kuifanya ligi yetu endelee kuwa bora zaidi. Lakini kuhusiana na kuwapima pia sio kosa. Huko kwa wenzetu wanafanya. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba zile haki za binadamu zinaweza kuzingatiwa. Kwamba wanaocheza uwanjani wote wao wana jinsia ya kike. Lakini pia unavyowafanyia vipimo usifanye vipimo kwa ajili ya kufanyia unyanyasaji. Ndio.